tumaini sina ila damu yake Bwana. Sina wema wa kutosha, dhambi zangu kuziosha. Kwake Yesu nasimama, ndiye mwamba ni salama, ndiye mwamba ni salama. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Chukua nafasi ya pekee kumshukuru Mungu kuendelea kutupatia makambi haya, na siku hii ya leo tumeendelea kubarikiwa tangu asubuhi na tunaendelea kubarikiwa kwa utukufu wa Bwana. Asante sana kwa kipindi cha maombi, kipindi cha uongozi na maidara. Pastor Allen, Mungu nakubariki sana. Kipindi hiki ni kipindi cha mafundisho makuu, na kila mwaka katika makambi yanakuja mafundisho makuu, na mwaka huu limekuja fundisho kuu. Jamani, Bwana asifiwe. Limekuja fundisho. Mara nyingi yanakuja mafundisho makuu, lakini mwaka huu limekuja fundisho kuu. Na unaweza ukajiuliza kwa nini fundisho kuu? Kwa nini? Kwa nini hili? Pastor Kioko, kwa nini moja? Maana tulizoea mengi, mawili, matatu, manne, lakini kwa mwaka huu moja. Kwa nini? Ni agenda tu ya kwamba kumekuwa na mkanganyiko, na mkanganyiko huu ndio wakati wa kutengenezea mazingira ukae sawa. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio wakati wa kutengenezea mazingira ukae nini? Na hivyo fundisho hili si lingine, ni fundisho linalohusu maandiko matakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Fundisho kuhusu maandiko ya namna gani? Matakatifu. Maana leo watu wamekuwa wakisoma maandiko, na kila mmoja ameyachukulia maandiko kwa mtazamo, katika mitazamo ambayo anaweza akauona, akayaona maandiko yana msaada kwake. Na hata hivyo maandiko kila mmoja anaweza akasoma, kama ambavyo hata takapokuwa tunayasoma maandiko katika mkutano huu, mkutano makini wa kiroho, kuna mwingine atakaa na yeye aseme, hata hili ningelitafsiri kwa namna hii. Na hivyo kila mmoja ameyachukua maandiko kwa mtazamo anaouona, na wakati mwingine wengi wameyachukua haya maandiko kwa ajili ya kujidefensi, ya kwamba hapa Pastor Allen hatanitoa, pasipo kuelewa Mungu alikuwa na makusudi gani katika kunipatia hili andiko. Sasa katika makambi haya tutajifunza maandiko matakatifu, lakini haitoshi, na jinsi ya kuyatafasiri. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Kwa hiyo kaa mkao mzuri, na haya ni mafundisho, sio mahubiri. Jamani, Bwana asifiwe. Kwa hiyo tutakuwa tunajifunza. Na hivyo wakati mwingine nikikuuliza swali, uwe tu mwepesi wa kushirikiana na mimi katika kujibu maswali. Jamani, haleluya. Na wakati mwingine uenda na wewe ukawa na swali, usisite kuuliza, maana tuko darasani. Na kama tuko darasani, kuna kuulizana na kujibishana. Jamani, Bwana asifiwe. Na hivyo maandiko haya matakatifu
matakatifu, tunaposema agenda ya maandiko matakatifu, hatusemi jambo lingine. Tunazungumzia agenda ya Agano la Kale na Agano Jipya. Yaani tunaposema Biblia ni muunganiko wa Agano la Kale na Agano Jipya. Na hata hivyo wengine wameyachukua haya maandiko ya Agano la Kale na Agano Jipya kuendelea kuyahafifisha na kuyakatakata. Na wengine wanafika mahali wanasema Agano la Kale halina maana tena, maana mambo hayo yalikuwa ni ya kale. Na hivyo leo tuko kwenye Agano Jipya na tutatembea na Agano Jipya. Hivyo Agano la Kale limepitwa na wakati. Nataka nikupatie habari ya ajabu asubuhi ya leo. Unaposema maandiko matakatifu, maana yake ni Agano la Kale na Agano Jipya. Na hivyo utakapotofautisha ama tenganisha mojawapo kati ya hayo maagano mawili, wewe huna maandiko matakatifu. Habari za asubuhi. Kwa nini? Ni maandiko ya Mungu, sio maandiko ya Musa, sio maandiko ya Ezekieli, sio maandiko ya Luka, sio maandiko ya Yohana. Ni maandiko ya Mungu. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo hayakuja tu kama ambavyo wenda Yohana alitaka, wenda mchungaji fulani alitaka, wenda mzee wa kanisa fulani alitaka, wenda mhubiri fulani tu alitaka. Haya yalikuja maana Mungu mwenyewe ndiye mwandishi namba moja. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, ndiye mwandishi namba ngapi? Rafiki zangu na mimi, hao ambao walivuviwa walipokea tu kama waandishi namba 2. Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Lakini muasisi wa maandiko haya ni Mungu mwenyewe. Na hivyo yakatolewa kwa uvuvio. Wanadamu waliopendwa na Mungu, wanadamu watakatifu wa Mungu walinena. Haikutosha na kuandika si kama walivyotaka wao, lakini walisema, waliandika yaliyotoka kwa Mungu wa mbinguni. Tunapojifunza maandiko matakatifu tutasoma mafungu. Na tukisoma mafungu, weka kwenye kumbukumbu yako. Weka kwenye kumbukumbu yako. Huyu rafiki yangu anajua, yeye Pastor Allen Makambi niliyokutana na hii kwaya, huyu jamaa ndiye aliyekuwa ananisomea mafungu. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Na mwaka jana nilifanya na hii kwaya makambi 2. Amen. Jamani, haleluya. Na hivyo hawa ni marafiki zangu. Amen. Na hivyo maandiko haya, wanadamu hawa watakatifu wa Mungu walinena na kuandika wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Katika kitabu cha Petro ya pili fungu la kwanza, Petro ya pili sura ya kwanza fungu la 20 na 21. Petro ya pili sura ya kwanza fungu la 20 na 21. Sikia Biblia inavyosema. Petro pili 1 fungu la 20 Biblia inasema, mkijua neno hili kwanza, ya kwamba hakuna unabii katika maandiko, hakuna unabii wowote katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo. Chukua hiyo. Hakuna unabii wowote katika maandiko, katika neno upasao kufasiriwa
kama apendavyo mtu fulani tu. Kama apendavyo kiumbe fulani tu, mtu fulani tu. Hakuna ngoja nikazie hapo. Hakuna. Maana leo tumekuwa na tafsiri nyingi, na kila mmoja ametafuta tafsiri ili apate mahali pa kuchepukia. Pastor Allen, kule kwenye ule mtaa niliotoka, wanaume fulani nao walisimama wakasoma fungu ya kwamba unapokwenda kutoa sadaka, mkono wako wa kushoto haupaswi kujua. Na kwa sababu haupaswi kujua, hata kurudisha zaka na sadaka kwenye bahasha ni dhambi. Hata muhazini kuona hayo maingizo ni kosa. Neno nitoe tu. Nitoe tu. Mtu yote asijue ya kwamba ni mimi nimetoa. Maana hata mkono, yani ni mimi tu na Mungu ndiye anajua. Lakini hata wao wahesabu tu zilivyotupwa hivyo hapo, wahesabu tu. Marafiki zangu, hakuna unabii wowote katika maandiko upatao kufasiriwa kama apendavyo. Na hivyo na wao walifasiri kama walivyoona. Walifasiri kama walivyoona. Na matokeo yake ilikuwa ni shughuli. Pastor alikuwa kashughuli nako, lakini Bwana akawasaidia. Jamani, Bwana asifiwe. Na huenda hata katika mkutano huu wako waabudu na wasafiri wa kwenda mbinguni, lakini na wao wanayachukua ya maandiko na kuyafasiri kama watakavyo, kwa manufaa yao, kwa ajili ya kujinufaisha wao. Hakuna. Biblia inaendelea kusema 21, maana unabii haukuletwa popote. Maana unabii huu haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, kama anavyopenda mwanadamu. Kwa mapenzi ya mwanadamu. Unabii huu haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu. Na hivyo kama haukuletwa popote kwa mapenzi ya wanadamu, maana yake ni hii: hakuna mapenzi ya mwanadamu yanayoweza kufasiri kama yatakavyo. Bali wanadamu walinena yatokayo kwa Mungu. Bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa nani? Jamani, walinena yaliyotoka kwa nani? Jamani, walinena yaliyotoka kwa nani? Kwa maana ya kwamba kabla hatujafika kule, hata mimi nikinena, wewe ukinena, kupitia hilo neno unene lililotoka kwa nani? Yani usinene tu kana kwamba unanena. Unene kilichotoka kwa nani? Wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Wakiongozwa na ugali na maharage. Habari za asubuhi. Wakiongozwa na makande. Wakiongozwa na ubwabwa. Maana wako wengi leo Pasale wanakula ugali wa maharage, akiamka asubuhi anakuambia nimeonyeshwa katika neno la Mungu, nimeonyeshwa ya kwamba Pastor Allen huyu hatavuka ng'ambo ya pili. Nimeonyeshwa. Alafu ananukuu, nyakati za mwisho wana wenu wataona maono, wataota ndoto. Ananukuu. Maana anatafsiri, anayachukua kama atakavyo na kuanisha na lifestyle yake. Mungu anataka hili neno lake lisifasiriwe, lisinenwe kinyume na alivyoweka misingi yake. Jamani, Bwana asifiwe. Na hivyo nina kila sababu
unapolisoma neno la Mungu, namba moja brother, kuomba Roho Mtakatifu. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, kuomba Roho nani? Kabla sijaifungua hata Biblia, kabla sijataka kujua nini ninachotakiwa kukijua, ni sharti niombe uweza wa Roho Mtakatifu, ili yeye anipatie ya kunena, yeye anipatie ya kuelekeza iliyo kweli na kweli yote. Katika neno hili Mungu amewapatia wanadamu ujuzi muhimu sana kwa wokovu. Jamani, Bwana asifiwe. Mungu amewapatia wanadamu ujuzi muhimu kwa swala la wokovu. Na maandiko matakatifu ni ufunuo usiokosea wa mapenzi ya Mungu. Ndicho kiwango cha tabia, ndicho kiwango cha kipimo cha uzoefu, ndicho kiwango cha mfunuaji mwenye mamlaka wa mafundisho na kumbukumbu ya kuaminika ya matendo ya Mungu katika historia. Timotheo ya pili sura ya 3. Timotheo ya pili sura ya 3 fungu la 16 na 17. Timotheo ya pili sura ya 3 fungu la 16 na 17. Biblia inasema, ndio, kila andiko lenye pumzi ya Mungu, kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho, lafaa kwa mafundisho, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaonya watu makosa yao, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaongoza, na kwa kuwaadibisha kwa katika haki, kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, ili mtu wa Mungu awe kamili, apate kutenda kila tendo jema. apate kutenda kila tendo la namna gani? Jema. Yaani mtu wa Mungu ili awe kamili na apate kutenda jambo lililo jema ni kwa kupitia uongozi wa neno wa andiko lenye pumzi ya Mungu. Na yako maandiko yenye pumzi ya wanadamu, yako maandiko ambayo yameandikwa kwa uwezo na akili za kibinadamu. Lakini leo ninazungumzia agenda ya andiko lenye pumzi ya Mungu. Na hili wapendwa, si lingine, ni Biblia na Biblia peke yake. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Amen. Kila andiko lenye pumzi ya nani? Lafaa kwa nini? Lafaa kwa mafundisho. Na ndio maana hapa hata Pastor Allen alikuwa anasoma mafungu hapa, alafu akisema watu wanasema ongeza sauti. Maana linafaa kwa mafundisho. Lakini haitoshi kwa mafundisho na kuwaonya. Unajua hata wale waliokuwa wanasema ongeza sauti, wanaguswa mahali, wanasema ongeza sauti, ili sasa hilo fundisho liende na kuwaonya wale ambao basi wanataka waitwe mzee kiongozi. Mimi ndiye tu. Ndio wanasema ongeza sauti. Maana huenda ni mambo ambayo yameendelea kutafsirika kwa wanadamu kama jinsi ambavyo wanadamu wameona ya kwamba nikitamkwa ya kwamba mzee wa kanisa wa kwanza, mchungaji, hiyo ndio title ya viwango vya juu sana. Lakini kumbe Bwana anasema hata unapotajwa hivyo, swala ni hili: katika barabara hiyo unyenyekevu.
Jamani, Bwana asifiwe. Unyenyekevu. Nashukuru sana Pastor Allen akasema, yani mtendaji mzuri sio yule anayejionyesha kwamba aitwe. Yaani kuna watu ukiangalia hivi na hili Pastor Allen alilizungumza. Yaani ukimwangalia hivi unasema yaani kimacho ya kibinadamu unaweza ukaangalia kweli hapa tutatoboa. Hapa tutatoboa kweli. Kwa macho ya nini? Lakini kwa sababu anatambua, anajua aliyemuita ni nani, na anatembea na hicho ambacho mwenye kumuita anahitaji atembee kwacho, mambo makubwa na ya ajabu yanatendeka. Na hivyo hili andiko la Mungu, hili andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kuwafundisha. Linafaa kumfundisha mchungaji, linafaa kumfundisha mzee wa kanisa, linafaa kumfundisha kiongozi wa idara, linafaa kumfundisha mshiriki, linafaa kumfundisha mtu wa Mungu. Amen. Jamani, Bwana asifiwe. Yaani haishi tu wewe Mwadventista msabato, linafundisha mtu wa Mungu. Na hivyo kama wewe ni mtu wa Mungu, uliyeko katika viwanja hivi, uliyeko nje ya viwanja hivi, andiko lenye pumzi ya Mungu linafaa kukufundisha. Amen. Lakini haitoshi tu kukufundisha, linafaa kukuonya. Na ndio maana hata katika kambi hili na maonyo pia yatatolewa. Jamani, Bwana asifiwe. Amina. Lafaa kuonya, lafaa kuadibisha, lafaa kuongoza. Na yote haya ni ili mtu wa Mungu apate kukamilishwa. Ni ili mtu wa Mungu apate kutenda kila tendo lililo jema. Jamani, Bwana asifiwe. Ndio maana Daudi akaandika akasema, neno lako ni taa ya miguu yangu. Katika ile Zaburi ya 119 na 105. Kila neno lako ni taa ya miguu yangu. Lakini haitoshi, na mwanga wa njia zangu. Jamani, Bwana asifiwe. Na kwa kuwa ni kionjo na ndio tunaanza. Jamani, Bwana asifiwe. Na nimeambiwa zimebaki dakika 5. Hizo zinatosha sasa ya kwamba fungu langu la mwisho ni Yohana 17:17. Wakati haya inakuja, uwatakase kwa ile nini? Jamani, uwatakase kwa ile nini? Maana neno lako ndio nini? Nataka nimalizie hapa nikisema, leo wako wanadamu wanaofundisha ya kwamba ninatakaswa na maji ya Kilimanjaro. Wako wanadamu wanaofundisha ya kwamba ninatakaswa na leo, fundisha ya kwamba ninatakaswa na maji ya chumvi. Wako wanadamu wanaofundisha ninatakaswa na chumvi. Sikiliza msikilizaji wangu, Biblia na neno la Mungu linasema tunatakaswa na neno la Mungu peke yake. Jamani, Bwana asifiwe. Jamani, Bwana asifiwe. Hata jana Pastor Allen akasema kuna watu tu wanarusha vikitu. Akasema utaonekana wewe ni mchawi. Sasa kuna wanadamu leo na wao wanatumia teolojia hiyo. Wanasema ninatakaswa na maji ya Kilimanjaro, ninatakaswa na fruto, ninatakaswa na endikachifu, ninatakaswa sijui na chumvi. Ninatakaswa, unatakaswa kwa neno la Mungu peke yake. Amen. Tuombe. Baba, asante kwa siku ya leo. Asante kwa mianzo hii ya maandiko matakatifu. Asante maana wewe ni mwaminifu na wa haki. Endelea kutuelekeza sawa sawa na jinsi unavyo vyema, katika jina lako Yesu. Amen.